Leo tutakuwa na ujumbe au somo ambalo litatusaidia katika maisha yetu ya kiroho kama wana wa Mungu. Somo langu ni msemo mmoja ambao ni mzuri sana na unatufaa. Unasema kwamba bila kufanya wanafunzi hakuna kanisa. Bila kufanya wanafunzi hakuna kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hili somo ni muhimu sana kama Mungu atakusaidia, kama Waefeso wanavyosema, mtumishi wa Mungu Paulo kwa wale ndugu waliokuwa Efeso, anasema kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kuona uzuri wa Mungu na ufalme wake, mpate kuona jinsi, uzuri wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kama macho yako yakitiwa nuru, hayo ni macho ya ndani, utaweza kuona neema ya Mungu, na somo hili litakuvusha kwa viwango vikubwa sana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, hivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo hapa tunaona vitu viwili. Kuna vitu viwili katika somo hili ambavyo ni vikubwa, lakini tutabezi sana kwenye kitu kimoja. Kuna vitu viwili. Nimesema somo inasema bila kufanya wanafunzi hakuna kanisa. Kuna kitu cha kwanza ambacho kinasema mwanafunzi. Mwanafunzi kwa kawaida kabisa tunaona kwamba ni mtu ambaye anajifunza jambo au mambo fulani. Anayejifunza jambo au mambo fulani, huyo ndio mwanafunzi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Unaweza kuona mifano mingi, watu wanasomea mambo mengi. Ndio maana shule zipo, watu wanaenda kusomea fani mbalimbali, kila mtu na kitu chake, kila ambacho anajisikia kwamba mimi hichi hapa nakiweza, takisoma nikijue, nipate ujuzi ili niweze kuingia katika kukifanyia kazi kitu hichi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini kitu cha pili tunaona ni kanisa. Kanisa maana yake ni nini? Kanisa ni mwili wa Kristo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kanisa ni mwili wa Kristo au jumuiya ya Kikristo. Kwa lugha nzuri sana tunasema kwamba ni familia ya Mungu. Hilo ndilo kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Familia ya Mungu. Hapa kuna kitu cha kuangalia sana hapo kwenye kanisa. Kuna msemo ambao mara nyingi huwa napenda kusema hivi kwamba watu wote ni wa Mungu. Watu wote ni wa Mungu. Watu wote ni wa Mungu, na wewe unayenisikiliza hapo ni wa Mungu. Lakini inawezekana usiwe mwana wa Mungu. Hiyo kama hapa niko vizuri Watu wote ni wa Mungu, lakini inawezekana watu wote wasiwe wana wa Mungu. Kwa hiyo kuna kanuni, kuna taratibu za kufuata ili uweze kuwa mwana wa Mungu, lakini wewe ni mtu wa Mungu. Maana si umeumbwa kwa mfano wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaitwa mtu. Kwa hiyo kanisa ni kundi fulani hivi ambalo hili kundi linamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako manake ni kuamua kwamba Yesu Kristo awe mmiliki wa maisha yako. Unapoenda kununua kiwanja au nyumba, kuna karatasi ambayo unapewa inaitwa hatimiliki. Hatimiliki. Ile hatimiliki usipokuwa nayo, hata kama umenunua kwa halali, kuna mahali ambapo unaweza ukaja kunyang'anywa kitu kilicho cha kwako, kwa sababu umekosa kitu muhimu. Umekosa uthibitisho wa kwamba hichi kitu ni cha kwako. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini ukiwa na hatimiliki, inamaanisha kwamba wewe ndiye mtawala wa kile kitu. Kama ni uwanja, manake wewe ndio mtawala wa huo uwanja.
kama ni nyumba, wewe ndo mtawala wa hiyo nyumba. Kwa hiyo ili uwe mwana wa Mungu unatakiwa Mungu atawale maisha yako, atawale maisha ya kwako, na watu wote wanaoishi kwa kanuni hiyo ndio wanaitwa wana wa Mungu, ndilo kanisa la Yesu Kristo. Manake ni wale ambao Yesu Kristo amekuja kuwanunua kwa damu yake ya thamani, yaani pesa iliyotoka ili aweze kukumiliki ilikuwa ni damu yake ambayo ilimwagika kwa ajili ya ondoleo ya dhambi za kwako na za kwangu, ili sasa Yesu Kristo awe mfalme na mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo ukiliamini hilo, wewe unakuwa mwana wa Mungu, unakuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo kuna hayo mambo mawili, mwanafunzi na kanisa. Ni vitu viwili sana vya kuzingatia katika ujumbe huu, lakini tutaangalia sana kuhusu mwanafunzi, kwa sababu ujumbe unasema bila kufanya mwanafunzi hakuna kanisa. Manake kama wewe hutakuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Tumesema kwamba kanisa ni mtu ambaye amemilikiwa, au kikundi ambacho kimekubali kumilikiwa na Yesu. Mtu ambaye amekubali kumilikiwa na nani? Na Yesu. Kumilikiwa maana ni kuendeshwa kuendeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu Kristo anaweza akawa na ratiba zake na wewe. Kwa hiyo unatakiwa wewe upangue ratiba zako ili ufanye za nani? Za Yesu Kristo. Huko ndiko kufanya nini? Kumilikiwa. Sio kwamba Yesu Kristo ana ratiba zake na wewe alafu wewe unapangua ratiba za Yesu Kristo. Wewe unataka kwanza kutimiza za kwako alafu za Yesu baadaye. Au Yesu Kristo anataka wewe uishi hivi, wewe unaishi hivi, unaishi tofauti na vile Yesu Kristo anavyotaka uishi, maanake wewe bado hujamilikiwa na nani? Na Yesu Kristo. Kwa hiyo ili uwe kanisa unatakiwa uishi katika kanuni moja ya kufanyika kuwa mwanafunzi wa kwake. Ndio maana usipokuwa mwanafunzi wa Yesu, wewe sio kanisa la Yesu, wewe sio kanisa la Kristo kabisa. Tutaona mambo mengi katika somo hili, na hii ni kanuni muhimu sana ya kuzingatia. Tena hii ni kanuni ya ujumla katika kazi ya nani? Ya Mungu, au kwa wana wa Mungu. Ni kanuni ya ujumla. Yaani usipokuwa mwanafunzi wa Yesu, usahau kuwa mwana wa nani? Wa Yesu. Sahau kabisa, sahau, kwa sababu utazaa mapooza. Hivyo ndivyo jinsi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tutaenda kuona baadhi ya maandiko na yanayo tuhakikishia jambo hili kwamba Yesu Kristo ndilo ambalo anatutaka tuweze kuliishi hilo, au haya ni ya kwangu tu, ninazungumza kama ninavyojisikia mimi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo tufungue sasa neno la Mungu tuweze kusoma. Tutaangalia kwanza ufahamu huu ukoje katika neno la Mungu. Tuanze kwanza na kile kitabu cha Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 9, tasoma mstari wake wa 10. Karibu. Mathayo sura ya 9 ndio mstari wa 10 nasema, ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Bwana Yesu asiwe sana. Tunaona kwamba Yesu Kristo hapa, neno la Mungu linatuambia kitu. Unajua Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Yesu Kristo hakuja, anasema mwenyewe kwamba yeye hakuja kwa ajili ya wenye haki. Kwa hiyo hapa neno la Mungu linasema kwamba alikaa akaketi anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi. Lakini kuna kitu ambacho kimetajwa hapa
kitu kinachotajwa nacho kitafuta hapa anasema kwamba ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama watoza ushuru au ndio wale wenye dhambi, anasema wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Bwana Yesu atukuzwe sana. Neno nalo litafuta hapa ni aliketi pamoja na wenye dhambi na watoza ushuru pamoja na wanafunzi wake. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo unaona kwamba Yesu Kristo yeye ndiye ambaye alianza kuwatafuta wanafunzi, alianza kuwafanya watu kuwa wanafunzi yeye mwenyewe. Kwa hiyo wale tenashara, yani wale mitume 12 ambao aliwachagua, neno la Mungu linasema kwamba wale ndio walianza kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Ndio maana tunasema kwamba hauwezi ukawa mwana wa Mungu usipokuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo unajua kanuni ya kuwa mwanafunzi ni kujifunza. Hivi kuna mwanafunzi ambaye hajifunzi? Mwanafunzi ni mtu ambaye anaunguza kichwa chake kujifunza, kama tulivyoona kwamba mwanafunzi anayejifunza jambo au mambo fulani. Kwa hiyo yale mambo au jambo hilo analolipenda kwa moyo wake, kwa nafsi yake kulifuatilia, anaunguza kichwa chake sana atake kulijua hilo jambo. Huyo ndio mwanafunzi. Ndio maana kunakuwa na mitihani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa ile mitihani inakuwepo kwa sababu ya kumpima yule mwanafunzi, je, ameelewa anachofundishwa? Kwa hiyo mwanafunzi, huwezi ukawa wewe ni mtu wa kwenda shuleni unafundishwa, alafu ukirudi nyumbani daftari utakavoziweka ndani, utakavozitupilia ndani, uzikumbuka tena hadi kesho yake muda ule wa kwenda wapi? Shuleni. Hivyo wewe ni mwanafunzi? Wewe sio mwanafunzi. Wewe sio mwanafunzi. Au mwanafunzi hawezi akawa mtu ambaye ameenda kuandikishwa shuleni, alafu akaenda ule mwanzo wa mwaka kama wiki zake 2 au mwezi wake 1, alafu anatakiwa asome mwaka mzima, ana programu ya mwaka mzima, alafu yeye akaenda wiki zake 2 au mwezi 1 akakata. Huyu ni mwanafunzi? Huyu sio mwanafunzi. Huyu sio mwanafunzi. Mwanafunzi ni yule ambaye anaandikishwa, anajua kwamba nimeandikishwa au nimejiandikisha hapa kwa kutafuta kitu gani, nataka nijue nini, kuna ujuzi hapa ambao nataka niujue na ujuzi huu niuishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye ambaye alianza kuwa na wanafunzi. Anasema kwamba aliketi mezani. Alipoketi mezani aanze kula, watoza ushuru alimfuata. Watoza ushuru ni wale watu ambao ni watoza ushuru tu, ambao walikuwa ni wafanyakazi wa serikali. Sasa kipindi kile, unajua Yesu Kristo amezaliwa kipindi cha utawala wa Rumi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa Rumi ilikuwa imewanyanyasa sana Wayahudi au wana wa Israeli kwa kipindi kile, kwa sababu ndio ilikuwa dola imetawala ulimwengu. Kwa hiyo kila kitu wao ndio walikuwa juu. Ni sawa sana leo tunasema dola ni nini leo? Tunasema Marekani, Leo tunasema Marekani ndio ambayo yuko juu. Kwa kipindi kile ilichokuwa juu ni nini? Ni Rumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wale watumishi wa Rumi wale waliokuwa wanatumikia dola ya Rumi, hasa katika hali ile katika hiyo sekta, hawa watoza ushuru walikuwa wanatazamwa wote kama vile ni watenda dhambi, kwa sababu ya yale manyanyaso na namna mfumo wa serikali yao ulivyo kwao, ulikuwa wa kuwatesa na kuwakosesha amani. Kwa hiyo walikuwa wanawaona wote kama vile ni watenda dhambi. Ndio maana hapa ninaposema kwamba aliketi akaanza kula, sasa watoza ushuru na wenye dhambi wakamkaribia, wakakaa nao. Manake wale watoza ushuru wote wanawekwa katika kundi lile la watu wenye dhambi, na wanao ambao walikuwa wanawaona kwa mtazamo huo ni wakina nani? Walikuwa ni Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo
alipoketi hapo, na Mungu nasema kwamba aliketi pamoja na wanafunzi wake. Kumbe Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake. Sasa wanafunzi waliitwa wanafunzi kwa sababu ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini waliitwa wanafunzi wa Yesu? Manake walikuwa wanafundishwa na Yesu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hicho ni kitu cha kuangalia kwamba kumbe wewe ukitaka kumfuata Yesu Kristo unatakiwa pia, kuna jambo muhimu sana. Usiwe tu Mkristo, usikubali tu kuwa Mkristo, usikubali tu kuwa mlokole. Sawa, una dini yako, una zebu lako, sawa, lakini je, wewe ni mwanafunzi? Kuna watu ambao wamerizika sana, wamerizika sana kwa sababu ukimuuliza wewe ni dini gani, anakutajia jina. Inawezekana ni dini yenye jina kubwa sana. Unaona? Anaonekana anapata ufahari kwa sababu ya dini. Wewe ni zebu gani, anakutajia jina. Unaona hivyo? Inawezekana ni zebu hivyo hivyo lenye jina kubwa, lakini hayo mambo hayatakusaidia. Wewe ni Mkristo, mimi ni Mkristo. Zebu gani? Zebu fulani. Lakini hiyo dini itakusaidia nini usipokuwa mwanafunzi wa Yesu? Kwa hiyo kuna vitu viwili, kuna kuwa mwanafunzi wa Yesu na kuna mtu kuwa Mkristo au mwanazebu fulani. Hivyo ni vitu viwili ambavyo viko tofauti kabisa. Unaweza ukawa wewe ni mwanazebu, mwana dini nzuri sana, na taratibu zote za kidini unazifanya kama jinsi zilivyo, unazitimiza kabisa kama jinsi zilivyo, lakini umekosa kitu kimoja: kumjua Yesu Kristo, kumjua Mungu. Ili umjue Mungu katika maisha yako unatakiwa kuwa mwanafunzi. Ndio maana utashangaa huku wewe unafanya kazi zote za kanisa, lakini mwasharati, mzinzi, unaimba kwaya lakini unabebesha wanawake mimba ambao sio wa kwako, lakini unaimba kwaya, lakini wewe ni mzee wa kanisa, lakini wewe ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kwamba huyu mtu kuna kitu ambacho amekosa. Anaenda kanisani lakini maisha yake sio ya ushuhuda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio ya ushuhuda kabisa. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Mwanafunzi ni mtu nimesema kwamba ni mtu ambaye anaumiza kichwa, anatafuta sana mapenzi ya Mungu, anataka sana kumjua Mungu katika ufahamu wake, anataka sana kumjua Mungu. Ndio maana Methali, mtumishi wa Mungu Suleimani anasema kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana huko ndiko zitokazo chemchemi za nini? Za uzima. Huko ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Kwa nini chemchemi za uzima ziko kwenye moyo? Ni kwa sababu moyo kibiblia ni ufahamu wako. Umetunza nini? Ulichokiweka kwenye ufahamu wako ndicho utakachokitumikia, ndicho utakachokiishi. Unachokijua ndicho utakachokifanya kwa matendo. Unajua nini kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Au unaishi kwa kukaririshwa misemo ambayo inaonekana ni hekima ya kidunia. Unasikia mtu mwingine anakuambia, lakini wanasema kwamba ujilinde mwenyewe, ujilinde na Mungu atakulinda. Wengine wanasema wanasema kwamba kunywa kidogo ile usilewe. Misemo ya kukaririshwa ambayo inaonekana kama ina hekima fulani hivi ya kidunia, lakini ambayo inahalalisha dhambi. Na mtu anaabudu, anaenda kanisani, tena hataki kuchelewa kanisani, lakini ameishi katika mambo ya kukaririshwa. Hana ufahamu wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili uwe na ufahamu wa Mungu ndani yako, ili moyo wako uweze kulinda, uweze kuwa na chemchem za uzima, unatakiwa kuwa mwanafunzi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Tunaangalia ufahamu wa neno la Mungu kuhusiana na habari ya kuwa mwanafunzi. Hapo tumeona jambo la kwanza kwamba Yesu ndiye ambaye alianza kuwa na wanafunzi. Mathayo 13 mstari wa 10 unasema, wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? 11 akajibu akawaambia,
ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina lake libarikiwe sana. Si kama unaona kitu kikubwa kilichoko hapa katika ile andiko. Neno Mungu anasema hivi, Yesu Kristo alikuwa anafundisha kwenye halaiki au kwenye mkutano wa watu. Sasa wanafunzi wanapokwenda pembeni au faraga, wakaanza kumuuliza Yesu Kristo, kwa nini unasema nao kwa mifano? Manake unajua mfano si kitu halisi. Mfano si kitu halisi. Ndio maana tunasema kwamba katika hii Biblia kuna mfano, kwenye Biblia kuna mfano na kuna kitu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna maagano haya mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale ni mfano wa Agano Jipya. Ndio maana unaitwa kimvuli. Ukisoma kwenye Waebrania, Agano la Kale linaitwa kwamba lilikuwa ni kimvuli cha mambo yajayo, manake ni kimvuli cha Agano Jipya. Agano Jipya ndio mambo halisi sasa, ambayo sasa yalikuja yakaanza kufanyika kama vile Mungu alivyokusudia yawe. Ndio maana kwenye Agano Jipya tunazaliwa mara ya pili, tunafanyika kuwa wana wa Mungu kwenye Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanafunzi wanamuuliza Yesu, kwa nini unasema nao kwa mifano? Anasema kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Wakina nani hao ambao wamejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu? Wanafunzi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sio watu, sio mtu yeyote. Wanafunzi. Kwa sababu mwanafunzi ni mtu mwenye sifa gani? Ni mtu ambaye anaunguza kichwa, ni mtu ambaye anajibidisha kutafakari na kutaka sana kujua jambo analolisomea. Kwa hiyo unapotaka sana kujua jambo analolisomea, unaanza kupata siri zilizomo ndani ya lile jambo. Ndio maana unaweza ukaenda hospitalini ukachoma sindano, alafu sasa ukaona labda ni rahisi tu. Sasa na wewe ukaja nyumbani na ukataka kufanya kama vile alivyofanya daktari au mganga, kumchoma mtoto wako au ndugu yako au mtu fulani sindano, au kujichoma mwenyewe. Utaenda kuchoma sindano ambavyo sivyo. Matokeo yako utakuja kusababisha hata mauti kwa watu, utakuja kumuua mtu. Kwa sababu nini? Wewe hujapata maarifa hayo, hujui hiyo siri kwamba hiyo sindano inatakiwa ichomwe namna gani. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kwa hiyo kuna siri katika kupata ufahamu wa kitu. Yaani kuwa mwanafunzi unafaidika, unaanza kupata vitu vya ndani. Vitu vya ndani. Kwa hiyo ukiishi tu, mimi nimeokoka. Ukajifichia kwenye kichaka. Siku moja nikasema kwamba umejifichia kwenye kichaka kwamba nimeokoka. Mimi nimeishaokoka, lakini maisha yako ni ya dhambi. Umjui Mungu. Siri za ufalme wa Mungu huzijui. Yaani wewe ni rahisi kudanganywa wakati na muda wowote. Kwa sababu ni umjui Mungu, una siri za Mungu. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wanamuuliza swali nzuri sana. Ukiwa huko nje kwenye mkutano unazungumza na watu wote, kwa nini unasema nao kwa mifano? Kwa hiyo kumbe alipokuwa sasa anakaa na wanafunzi faraga, ndipo sasa hata ukisoma Mathayo sura ya 13 utaona mifano fulani ambao wanafunzi wanamuuliza, tuambie sasa maana ya ule mfano. Maana yake ni nini? Mfano anamuuliza, tuambie maana ya mfano wa mpanzi. Maana yake ni nini? Ina maana kwenye kundi la watu kule kwenye mkutano nje hadharani alizungumza kwa mifano. Neno la Mungu analizungumza kwa mifano ya mambo ya kimwili yanayoonekana. Sasa watu wanashindwa kuelewa sasa ina maana gani? Kwa sababu roho ndiye ambayo inatia uzima. Sasa ina maana gani? Tupate sasa hili neno tulipate katika roho, ina maana gani? Ndio maana sasa Yesu Kristo wanapomuuliza anaanza kuwafafanulia sasa ile mifano aliyoitoa wapi? Kule nje, kwamba hichi kina maana hii, hichi kina maana hii. Wanaanza kuzipokea siri za ufalme wa Mungu.
Lakini sababu ni nini? Hawa ni wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hapa anasema kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, lakini wao hawakujaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kinachosababisha mtu aweze kufikia katika hatua hii ya kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo ni kumpenda Mungu. Kwanza ni ile kumpa Mungu moyo wako, kumwamini, ile ambayo tumesema kule mwanzoni. Kanisa, tumesema kuhusu kanisa ni watu wa namna au ni mtu wa namna gani? Yaani unapomwamini Yesu Kristo unamwamini kwa moyo wako wote na kukubali kuishi maisha yale ambayo Kristo anafanya nini? Amekuagiza. Usio na makando kando. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini pia kuwa na kiu sasa ya neno la Mungu. Kiu ya neno la Mungu, anasema kwamba kila mwenye kiu aje kwangu, mimi nitampa maji ya uzima bure. Maji ya uzima ambayo neno la Mungu anayatoa kwa mtu bure, lakini kwa mtu mwenye sifa gani? Yule ambaye ana kiu, ambaye analitafuta. Wewe unaenda kutafutwa hadi kwako, unaenda kutangaziwa injili na wahubiri mtaani. Neno la Mungu unalisikia, lakini yani linapita tu. Una kiu. Uwezi ukazijua siri za ufalme wa Mungu, utabaki kuwa mtu ambaye unanukuu habari za kukaririshwa, vitu vya kidunia ambavyo vimeingizwa katika jumuiya za wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunaona kuna faida ya kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kitu hapo tumeanza kuona kwamba unapata siri za ufalme wa Mungu, kwa sababu sasa unaingia ndani, unaingia deep, kwanza sasa kumjua Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ndio maana watu kama hao wanakuwa ni wachache, wanafunzi ni wachache. Wakristo ni wengi sana duniani, wengi mno, yaani ni wengi sana, lakini wanafunzi wa Yesu ni wachache sana duniani. Ndio maana Yesu Kristo akasema kwamba njia iendayo upotevuni ni pana, sawa, nao waionao ni wengi, lakini iendayo katika uzima wa milele, uzima wa kwake, anasema ni nyembamba, tena imefanya nini? Imebana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu ya nini? Kujibidisha katika kumjua Mungu nayo pia ni kazi. Watu wengi wanataka mambo mteremko, hawataki kujipa muda kwa ajili ya kutaka kumjua Mungu. Wewe umemwamini Mungu, kwa nini sasa usitake kumjua huyo Mungu uliyemwamini? Wewe unataka kumtumikia Mungu, kwa nini sasa usitake kujipa muda kumjua huyu unayetaka kumtumikia? Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Hiyo ndio maana ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Hiyo ndio maana ya kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Ndio maana somo inasema bila kufanya wanafunzi hakuna kanisa. Hakuna, yani hakuna namna unaweza kufanya kwamba tu uishi alafu wewe ujite mimi ni kanisa la Mungu. Hakuna, kama haukutaka kuwa mwanafunzi wa Mungu. Hapo kwenye sura ya 13 Mathayo ule mstari wa 36. Mathayo 13:36 nasema, ndiyo, kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea, wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Ni kile kitu ambacho tumekiona kule. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake kwamba ninyi mmepata neema ya kujua siri za ufalme wa Mungu. Ndio maana wale ninaongea nao kwa mifano. Kwa hiyo hapo nao sasa wanafunzi sasa wanaingia ndani. Hii ni ile kiu sasa ya wanafunzi ni mtu wa kujifunza. Sasa hapo naona wanafunzi wanaingia ndani sasa, wanataka kumchimba Yesu sasa, kwamba sasa vipi? Kwa hiyo tuambie sasa siri hiyo ambayo umesema, hiyo ambayo sisi tumejaliwa kuzijua za ufalme wa Mungu. Tuambie maana ya mfano ule wa magugu ya kondeni. Maana yake ni nini?
kwa sababu wamesikia tu mfano, lakini hawakuelewa. Na wao walisikia kama vile wale walivyosikia, lakini hawakusikia na kuelewa. Ina maana kuna kusikia, lakini pia kuna kuelewa. Mtu anaweza ukawa unasikia lakini uelewi. Kwa hiyo hapo sasa wanakuja sasa, wanataka sasa wajue sasa kwamba tuambie sasa maana yule mfano. Sasa Yesu Kristo anaingia, ukisoma hapo hiyo sura utaanza kuona sasa Yesu Kristo anawafafanulia sasa maana ya kile ambacho amekisema kule kwenye mkutano. Kwa hiyo tunachokiona hapa kwa ujumla ni kwamba Yesu Kristo amekuja na kanuni ya kuwafanya wale wote ambao wanamwamini na kukubali kuishi maisha matakatifu wasikubali kuishi bila kuwa wanafunzi wa kwake. Yaani usikubali kabisa, unatakiwa kuwa mwanafunzi wa kwake. Na wewe uanze kuuliza maswali kama wanafunzi wa Yesu hapa walivyokuwa wanauliza. Tuambie. Kwa hiyo unaweza ukasoma Biblia, unasoma neno la Mungu, alafu kuna mambo yanakuchanganya. Unamuomba Roho Mtakatifu. Unaona, kwa sababu wewe umezaliwa mara ya pili, wewe ni mwana wa Mungu. Na neno la Mungu nasema kwamba sisi Mungu ametufanya kuwa wahudumu wa Agano Jipya, sio wahudumu wa andiko, ambao andiko walitembea nalo katika Agano la Kale, ambao ilikuwa ni kimvuli, mfano. Sasa mwili ni Kristo, ambao sasa anasema katika Agano Jipya sisi tunakuwa watumishi wa Roho, watumishi wa Roho, ambao sasa Roho anasema kwamba ina sifa ya kuuisha. Kuuisha ni kufanya kitu kiishi, kukipa kitu uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa hiyo kukipa kitu uhai kinakuwa sasa na samani kwako, unakijua, hata unaweza ukakitumia sawa sana vile Mungu anavyokusudia kwako. Jina la Bwana ibariki sana. Kwa hiyo ndivyo jinsi ilivyo. Usiwe mtu wa kuridhika sana. Hichi ni kitu ambacho tunakiona katika jambo hili, kwamba usiwe mtu wa kuridhika sana, kwamba umeamini sawa, umebatizwa sawa, lakini sasa unaishije? Kinachoendelea, kinachofuata baada ya hapo ni nini? Umeridhika? Ni kutoka unasubiria Jumapili kanisani, ukitoka tena unakuja unasubiria Jumapili kanisani, kutoka unakuja Jumapili kanisani. Sasa kule kanisani mtu unatoka, hata unapotoka tu pale ukiulizwa umefundishwa nini humo ndani, ujui. Yaani ujui kabisa, hakuna hata kimoja ulichokipata. Haya ndio maisha ya Wakristo. Huo ndio wanafunzi. Mwanafunzi mzuri hata kila alichofundishwa kula anatakiwa aje nyumbani kwake. Unakuwa na muda kukitafakari, wa kukaa na neno la Mungu, nasoma hichi kitu. Kama ukuelewa vizuri, unaanza kukipitia kwenye Biblia mwenyewe. Huo ndio wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ilivyo. Tuangalie pia Mathayo 28, tutasoma mstari wake wa 19 na 20. 19 nasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. 20 na mwisho, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tunaona wale wanafunzi ambao Yesu Kristo alikuwa anatembea nao. Sisi tumeona kule kwenye Mathayo 9:10 kule tukaambiwa kwamba Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi, wanakaa nao, anawafundisha pale. Tuliangalia hapo nyuma 13:10 anasema kwamba walianza kumuuliza kuhusiana na habari ya mifano, wanataka kujua zaidi. Wanafunzi wale walikuwa wanafundishwa neno la Mungu. Baada ya Yesu Kristo kutumia muda na kuwafundisha wanafunzi wakaelewa. Sasa inafikia hatua Yesu amefanya agano, amemkomboa mwanadamu. Sasa anawapa agizo hawa ambao alikaa nao wakaelewa neno la Mungu. Sasa ninyi enendeni ulimwenguni kote. Nini sasa mkawe msaada kwa wale ambao walikuwa wanasikia lakini hawaelewi. Mkawafanye kuwa wanafunzi, yani mataifa. Mataifa kibiblia manake ni watu ambao hawajaokoka, wapagani. Mkawafanye kuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini haishii hapo, anatoa na kanuni ya kubatizwa kwamba wanatakiwa wabatizwe, kwa sababu imani katika Kristo inaambatana na ubatizo, tena ubatizo wa maji mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kiroho, hicho ni kitendo cha imani ambalo lina maana kiroho. Kwa hiyo baada ya hapo sasa anasema kwamba haishii hapo, anasema kwamba muwafanye kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Hapo tunaona sasa anasisitiza, yani anaingia ndani. Labda wanafunzi wangeenda tu kurashia kama wanavyofanya watu leo, wanarashia tu, yani mtu ilimradi tu apite aonekane amesema, saa zimeisha, zile dakika alizotakiwa kuzungumza zimeisha, basi anasimama afunga kitabu anaondoka mhubiri yule. Lakini alichokifanya ni kipi? Anarashia tu. Watu hawamwelewi Mungu, watu wanaishi maisha ya uovu, lakini mhubiri yupo. Kinachotokea nini? Huyu mhubiri hawafanyi watu kushika neno la Mungu, kushika maagizo, anarashia. Kwa hiyo kumbe wanafunzi na wenyewe wangerashia. Yesu Kristo anakazia, anasema kwamba muwafanye. Si 19 amesema muwafanye kwa wanafunzi. Sasa 20 anasema kwamba mkawafundishe kuyashika, yani kushika, sio kuachia, kushika. Kumbe unafundishwa ili ushike. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafundishwa ili ushike. Mkawafanye kuyashika yote niliyowaamuru mimi. Nini sasa? Neno la Mungu. Ndio maana tunasema kwamba hawa ni wanafunzi wa nini? Wanafunzi wa Yesu. Kumbe wanajifunza nini? Neno la Mungu, ambayo ndiyo amri za Mungu, yale ambayo Mungu mwenyewe amewaamuru wayafanye. Ndio hapa anatoa sasa, anasema kwamba mkawafanye kuyashika yote niliyowaamuru mimi. Kwa hiyo kumbe, ndugu yangu, unatakiwa kuwa mwanafunzi wa Yesu, na unatakiwa kuwa mtu ambaye unachimba, unataka sana kumjua Mungu. Yaani tumikisha akili yako sana kutaka kumjua Mungu na kushika yale ambayo Mungu anakuamuru. Yale unapokuwa mtu wa kiu, Mungu hatakuacha. Yaani moyo wako ukiwa na kiu ya neno la Mungu, Mungu hawezi akakuacha. Kwa sababu yeye anaiona hiyo kiu ambayo iko ndani yako. Ndio maana anakuita njoo unywe maji bure. Njoo unywe maji bure. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo unatakiwa kushika neno la Mungu. Kushika neno la Mungu. Kushika neno la Mungu, tutakuona kama kweli umeshika neno la Mungu maisha yako. Yesu Kristo kwenye Mathayo 7 anasema kwamba tutawatambua watu kwa matunda. Matunda ni maisha ya mtu anayoyaishi. Ni kweli unaweza ukatenda matendo mema, unaweza ukafanya matendo mema mengi sana, hata wachawi wanafanya matendo mema. Hata wezi, watu wa kila, yani mtu yeyote anaweza kufanya matendo mema na ukamsifia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu yeyote hawezi akawa na matunda, hawezi akatoa matunda mema. Matunda ni maisha sasa, yale anayoishi yule anayefanya matendo mema. Je, unaishije? Maisha yako yanamdhihirisha Kristo? Anasema, tutaona huko mbele, anasema kwamba inawapasa muwe watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Je, wewe ni mtakatifu? Unaishi maisha matakatifu? Unamtii Bwana? Unakiwa neno la Mungu ndani yako? Sasa hata hayo matendo mema unayofanya hayafai. Kitu kikubwa unatakiwa kwanza wewe mwanafunzi upate hekima, maarifa ya Mungu. Ukipata maarifa ya Mungu, basi ni lazima utaanza kutoa matunda, kwa sababu si unakula neno, unalishika neno na unaliishi neno. Tafsiri ya kuliishi neno manake ndio matunda mema yanaanza sasa kutokea kwako. Kama ulikuwa hivi, watu wanaanza kukuona namna hii. Kama ulikuwa unafanya vitu kwa mazoea tu, unaanza kufanya vitu sasa kwa kuzingatia kanuni za ufalme wa Mungu. Haijalishi kwamba watu wengi ndio wanalipenda jambo fulani, lakini wewe kama hilo jambo halifai, achana nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni matunda. Yaani unadhihirisha uwepo wa Mungu katika maisha ya kwako. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini pia hii habari ya kuwa mwanafunzi haikuishia hapo. Tunaona hapo Yesu Kristo anawatuma wanafunzi. Kule amewachagua, hapa anawatuma. Unaona? Lakini pia wanafunzi walivyobaki
ukiendelea kusoma Matendo ya Mitume, unaona, utaanza kuona wale wanafunzi wanaendelea kufanya kazi, yaani wanaendeleza kazi ile ile ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Mfano tuangalie kwa haraka hapo kitabu cha Matendo ya Mitume sura 6 ule mstari wa 7. Yaani wanafunzi wa Yesu au kanisa katika nyakati za wanafunzi waliitwa wanafunzi hivyo hivyo tu, waliitwa wanafunzi. Kuna mahali wanaitwa wanafunzi, kuna mahali wanaitwa ndugu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sehemu zingine wanaitwa watu wa njia ile, lakini zaidi sana waliitwa wanafunzi. Waliitwa wanafunzi kwa sababu walikuwa wamekula, wana ufahamu wa Mungu ndani yao, walizingatia kila ambacho waliambiwa na nani? Na Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 6 mstari wake wa 7. Ukisoma kitabu hicho cha Matendo ya Mitume na wanafunzi wa Yesu Kristo walivyoendelea nyaraka huko, utaona wanasema ni wanafunzi, 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 wanafunzi. Neno au jina la Ukristo lilikuja kutokea baadaye sana. Tena ni wapagani ambao sasa walianza wakiwaona ni kikundi kimoja. Mfano tulivyo hapa Nyarugusu hapa, kuna kikundi cha wana wa Mungu ambacho tumesema kanisa, familia ya wana wa Mungu, wale waliomwamini Yesu. Wanapoona kwamba wako pamoja na wanafanya taratibu zile za ibada kwa pamoja na nini, kwa sababu kuna muda pia walikuwa wanatembea wanafanya ibada katika nyumba za watu, wao kwa wao, wanatembeleana wao kwa wao. Kwa hiyo wale wapagani ndo wanaanza kuwaita wale wa Kristo. Maanake ilikuwa kama ni jina la kejeli, kama vile wanawatusi wale wa Kristo, kwa sababu Kristo si alisulubiwa kwa nyakati zao, wanaona. Na mtu kusulubiwa, ndio maana neno la Mungu nasema kwamba mtu akisulubiwa anakuwa ni mtu ambaye amelaaniwa, yaani amebeba laana. Ndio maana neno la Mungu nasema kwamba Yesu alibeba laana zetu. Ni kwa sababu hiyo kwa nyakati zile kwamba mtu ukisulubiwa, ukiangikwa, ilikuwa ina tafsiri kwamba wewe umelaaniwa, yaani umefanya makosa ambayo yana msamaha. Hata jamii yote unapopita na kuona wanakucheka, yaani hauna faida, hauna thamani. Kwa ndio ulikuwa unafikia hatua ya kufanya nini? Ya kulaani, ya kuangikwa au kusulubiwa. Kwa sasa hao waliomfuata Yesu Kristo, huyu mtu ambaye amesulubiwa, ambaye amelaaniwa, wakaanza kuwaita wale wa Kristo, yaani kuwaonesha kwamba hawa ni wale waliomfuata yule Kristo, na jina likasimama hapo hapo. Wanafunzi wakaanza kuitwa wa Kristo hadi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini waliitwa wanafunzi, ilikuwa na maana yake Yesu kuwaita wanafunzi au wao kuwa wanafunzi ni watu ambao wanaishi kwa kanuni za ufalme. Sasa Ukristo ulifanya kuingia mambo mengi ya kipagani yakaingizwa, kwa sababu wamechakachua, wakaingiza vitu ambavyo sivyo vyenyewe. Utakatifu ukaondoka, watu wakaanza kufanya ya kwao, Kwa hiyo watu wanaweza wakalalisha ndoa za jinsia moja na huku wanaitwa Wakristo. Watu wanaweza kunywa pombe na huku ni Wakristo. Watu wanaweza kaabudu mizimu, mababu na huku wanaitwa Wakristo. Mtu anaweza akawa mwizi, mpagani, mla rushwa, mpokea rushwa, mtoa rushwa, lakini huku anaitwa Mkristo. Ana cheo kikubwa kanisani kwake na ana heshima kubwa. Vitu vikaanza kuingizwa vya uovu katika kupitia jina la Yesu Kristo. Ni uovu ambao uliingizwa baadaye, lakini kusudi la Mungu ni kwamba mtu awe mwanafunzi wa kwake. Na tutaona maandiko mengi sana katika somo ile ambayo yanatufungua akili kuhusiana na jambo hili, kwamba kuna umuhimu wa mtu usiishie kuwa Mkristo. Unatakiwa utafute kuwa mwanafunzi wa Yesu, uwe mwanafunzi wa Yesu Kristo. Anasemaje hapa? Matendo ya Mitume 6 mstari wa 7 nasema, neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kinachonena Mungu anavyoshuhudia, hicho ni kipindi sasa cha mitume. Yesu Kristo tayari amefanya nini? Ameondoka. Leo Mungu anasema kwamba sasa walianza kuongezeka, jamii ikawa kubwa ya wanani? Ya Wakristo.
ya wanafunzi ikaongezeka. Unaona, watu na wale wengine makuhani, yani Wayahudi wale ambao walikuwa wanafuata taratibu zile za Kiyahudi za kidini, zile dini zao za Kifarisayo, Masadukayo na wengine, wakaanza kumwamini. Yani unapomwamini Yesu Kristo unaitwa mwanafunzi wa Yesu. Ndio maana nasema kwamba jamii ya wanafunzi ikaongezeka kwa sababu walimwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna faida gani au kuna siri gani katika mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu? Na kuna hasara gani katika mtu kuwa mlokole au kuwa Mkristo? Katika mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu kuna faida ya kuzijua siri za ufalme. Lakini katika mtu kuwa Mkristo na mlokole tu, kuna hasara sana ya kuona kazi ya Mungu ni kawaida na kufanya kazi ya Mungu kwa mazoea. Ndio maana unaweza ukaenda kanisani, kuna taratibu zilizoko pale, kuna mwongozo wa ibada. Kwenye dhehebu kuna mwongozo wa ibada. Nakuta kuna karatasi iko pale mbele, tunasomea sasa tumefika kipindi fulani. Sasa ni kipindi fulani. Sasa ni kipindi fulani hadi ibada itakavyokwisha. Kwa hiyo wewe uliosimamia ibada, hata ukitaka kupitisha kipindi kimoja bila kukitaja au kukipitisha kisifanyike, wewe utaonekana wewe ndio mzambi. Kwa sababu nini? Umekosea kipindi kimoja kwenye ile orodha ya vipindi. Lakini Roho Mtakatifu haongozwi. Roho Mtakatifu sisi hatuwezi tukamuongoza, kwa sababu tumeshaandika vya kwetu sisi kwenye daftari au kwenye karatasi zetu, tumechapa kwenye kompyuta, limekapo li karatasi. Sasa tumeorozesha kutoka hiki kitakuwa hiki, kutoka hiki kitakuwa hiki na dakika zake, ili sasa tumuongoze Yesu Kristo katika hilo. Hapana. Roho Mtakatifu anaweza akatuongoza vyovyote katika ibada. Kuna siku anaweza akasema na sisi tu tunatakiwa tumuombe Mungu. Kuna siku anaweza akasema tunatakiwa tumsikilize yeye. Neno la Mungu pale tunahubiriwa, tunafundishwa na tunaondoka nyumbani. Yaani Roho Mtakatifu anataka tufanye nini? Alitaka hivyo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado kama kwaya hazijaimba zote jinsi zilivyo, wewe ndio utaonekana mbaya. Ule mtu yule hajaokoka yule. Kwa nini naweza akatoka amesababisha watu wamekwazika kanisani? Yaani watu wanakwazika kwa sababu ya nini? Kuna kipindi ambacho hakijafanyika. Nina mifano mingi ya namna hii. Mifano mingi tu ambayo unakuta watu kwa sababu ya kukariri, kule kote ni kukaririshwa. Paulo anasema kwamba ni ibada zilizotungwa. Sio vibaya kuwa na karatasi ya kutuongoza. Sio vibaya, lakini tunatakiwa tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye hayuko nje yetu, yuko ndani yetu. Na sababu ya wewe kuwa ndani yetu ni kutupa msukumo wa kutuongoza kufanya mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo anapokuwa ndani yetu anatuongoza, tumpe nafasi yeye atuongoze. Sio sisi tumuongoze yeye. Kwa hiyo ile ratiba kama hujasikia chochote, kwa sababu hichi kilichoko hapa tukikifanya tunamtukuza Mungu. Lakini kama amesema jambo kwa muda huo, au kwa sababu Yesu Kristo anasema na sisi kwa ndani, anaweza akampa yule mtu ambaye amesimamia amani ya moyoni ya kufanya jambo kwa kanisa, kwa kundi la kwake ambao imekutanika. Kwa hiyo lile jambo akalifanya. Sasa ukakuta kwa watu wa kidini hilo jambo haliko kwenye ile taratibu, umekosea wewe. Umekosea. Hata katika kufundisha hivyo hivyo. Kuna dhehebu au dini ambazo zinampangia mkufunzi afundishe nini. Unapangiwa ufundishe nini? Ili hapa kwetu hapana, ili kwetu hapana, ili hapa hakuna. Nenda hivi, nenda hivi, nenda hivi. Sasa wewe umefungwa na watu. Ukienda namna hiyo, manake wewe sio mtumwa wa Kristo, wewe ni mtumwa wa watu. Unaona hasara zilizopo? Ndio maana Paulo anasema kwenye Galatia ile moja, anasema kwamba mimi siji kwa sababu ya kuwafurahisha watu, au sitaki kuwapendeza watu, nimeitwa na Kristo. Kwa hiyo Kristo akisema jambo, natakiwa niliseme hilo hata kama litakuwa kero kwa mtu, kwa sababu ndiyo kazi ya neno la Mungu, kuwaonya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana kwa injili leo zimebadilika, inakuwa ni injili ya mafanikio, 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 na dhambi zako zote pokea. Yesu yupi huyo? Hakuna Yesu hivyo. Ndio maana watu wote ni wa Mungu, lakini wanafunzi
wanafunzi ni wana wa Yesu Kristo, wanaitwa wana. Wote si wana, lakini wote tu watu wa Mungu. Kwa sababu hiyo mwanafunzi ni mtu ambaye anaangalia kutembea sawa sawa na mapenzi ya mwalimu wake, anachokifundisha. Unashika nini? Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Nafikiri leo tuishie hapo. Kama ulikuwa unaishi katika kazi ya Mungu au umeokoka, umekuwa tu mtu wa kuishi kwa mazoea, acha mazoea, weka pembeni. Simzoe Mungu. Mungu azoeleki. Acha Mungu akuongoze. Fanyika kuwa mwanafunzi wake. Ukiwa mwanafunzi utaishi kwa mapenzi ya kwake na hautakwenda nje ya vile alivyosema. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mungu akubariki, akutie nguvu na akusaidie katika hili, ili kwamba liweze kuwa fungu lako. Twende pamoja, tutaendelea na somo hili, tuone mambo mengine mengi ambayo Mungu atakwenda kusema nasi katika somo hili. Basi tunamshukuru Mungu ili kuhitimisha kipindi hiki. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wanafunzi au kufundisha yaani huwa inakuwa kama vile ni moto wa mkaa. Unajua moto wa mkaa? Yaani moto wa mkaa ukiweka sufuria linaanza linaenda kwa hatua za taratibu sana, ili maji, kama umeweka maji aje achemke hivi, yaani panakuwa pamepita muda fulani, pamepita muda kabisa, ili uje upike chakula. Inawezekana hata watoto wengine wanaweza kusinzia, kwa sababu huwa ni taratibu. Na vile inavyoenda taratibu ndivyo inavyoivisha, ndivyo inavyokomaza jambo, ndivyo ilivyo mafundisho. Mafundisho huwa yanakwenda vile anavyokwenda taratibu, ndivyo jinsi mtu unavyokwenda unakomaa. Ni tofauti na mahubiri. Unaona? Kwa hiyo mahubiri yanakuwa kama vile moto wa kuni. Moto wa kuni ukiweka maji, dakika chache tu yanaanza fanya nini? Yanaanza kuchemka. Kwa unaweza ukajikuta unachemka na huko kanisani umesahau kwamba unatakiwa mwanafunzi. Unaanza kuchemka kwenye huduma, unachemka kwenye nini? Umeruka step, umerukia hatua. Natakiwa mwanafunzi ukue hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tubarikiwe sana. Mungu atutie nguvu katika yote. Basi tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru. Tunasema asante kwa ajili ya kipindi hiki cha leo. Asante kwa sababu umetutia nguvu ya kuweza kusikia neno lako. Umesema nasi kwa habari ya wanafunzi. Nasema kwamba tuwe wanafunzi wako, kwa sababu wanafunzi huwa wana tabia za kutaka kujua kwa kina kile ambacho wanafundishwa, ili kiwe chao na waweze kuishi. Ndio maana tunaona wanafunzi wanamuuliza Yesu, na Yesu Kristo anawajibu kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Baba, na sisi tunataka tu wanafunzi ili tuzijue siri zako, tuishi kwa mapenzi yako, tukue hatua kwa hatua ya kwako, hadi tuweze kufikia kwenye kimo cha utimilifu wako kama unavyosema katika neno lako. Asante Bwana, kwa sababu unaweza na unaendelea kusimama. Endelea kusimama pia kugusa hata huyu msikilizaji na mtazamaji ambaye amefuatilia kipindi hiki, ili aweze kuwa mwanafunzi wako. Asiwe mtu wa kufanya vitu katika wewe, vitu vya mazoea. Asiwe mtu wa kukaririshwa mambo, lakini yeye mwenyewe awe mtu wa kufuatilia ili ajue kweli yako. Asante Bwana, kwa sababu unaweza na unatosha, na imani kwamba unakwenda kulitenda na umelitenda hili. Maana sema tunapoomba tuamini kwamba yamekuwa yetu na tumepokea kwa uweza na mamlaka yako. Asante kwa neema na fadhili zako, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.